wananchi wa kijiji cha Kitandililo kilichopo wilaya ya Njombe na kijiji cha Itandula kilichopo halmashauri ya wilaya ya Nging'ombe wametakiwa kuitunza miundombinu ya umeme ya gridi ya taifa ili iweze kuwasaidia katika shughuli zao. Mhandisi Liberatus Juma ambaye ni msimamizi wa njia za usafirishaji wa umeme katika mkoa wa Njombe na Ruvuma, akizungumza kwenye mikutano ya hadhara katika vijiji hivyo, alikuwa na haya kusema. Bado hiyo haitafaa sana, kwa sababu msingi wa kuweza kuwa na matumizi bora ya umeme unaanza kwanza kuwa na elimu ya umeme. Na hapa moja kwa moja tutazungumzia kuhusu miundombinu yote ya TANESCO iliyopo kwenye eneo letu la Kitandililo, lakini hasa tutazungumzia laini yetu kubwa ya msongo wa kilovoti 220 inayotoka Mfindi kule Mgololo kuja hadi Makambako kwenye kituo chetu cha kupoza umeme, ambapo kutokea pale sasa ndio umeme huu unaweza kusambaa kuja kwenye makazi yetu tukaufanyia shughuli mbalimbali kama ambavyo vitongoji ambavyo vimeshapata hiyo neema ambavyo vinanufaika. Kwa hiyo kwenye hilo naomba niweze kuongea kwa upana kidogo. Laini tunayoizungumza ya Mfindi Makambako yenye msongo wa kilovoti 220 ina hifadhi ya kusafirishia ule umeme, yani tunaita wayleave, ya njia ya upana wa mita 60 kutoka, yani ina jumla ya upana mita 60, kushoto mita 30, kulia mita 30. Ndani ya hizo mita shughuli zote za kijamii zimezuiliwa kufanyika ili kuweza kuwa na usafirishaji ulio bora, kuepusha hitilafu inaweza kutokana na shughuli za kibinadamu. Na shughuli za kibinadamu tunazozungumza hapa ni pamoja na kilimo, makazi, biashara, ufugaji. Yote hayo yakifanyika kwenye lile eneo yanaweza kaathiri usafirishaji wa umeme, usiweze kufika mahali ambapo natakiwa ufike kwa ajili ya kupozwa ili uweze kurudi kwetu wananchi tuweze kuutumia. Kwa hiyo kwenye hilo eneo kama ambavyo nimelitaja, hairuhusi kufanyika shughuli yoyote ya kijamii. Kuna watu wana vinyungu, sijui mashamba. Kwenye lile eneo tumeweka hadi beacon. Hata kama hamna beacon, kama mmewe kuipita kwenye ile njia ya umeme, unaweza kaona ile njia tunaifyekelea kila mwaka. Kwa hiyo utaona kabisa ile njia ni nyeupe, inajitenga na maeneo mengine ambayo hatuyafanyii kazi mara kwa mara. Kwa hiyo kwenye ile njia shughuli yote ya kibinadamu haitaki kufanyika. Kuna ndugu zetu wafugaji kwenye kuchunga ng'ombe, unaweza unazitoa nyumbani kwako unazipeleka eneo lingine kwa ajili ya malisho. Lakini kuna ile kitu tunaita kuswaga. Mtu anaswaga mifugo yake, anaambaa na zile nguzo. Hii mifugo inakwato, zile kwato zinachimbua ule udongo kwenye ile njia ya kusafirisha umeme. Kupitia chimbua inaanza kutengeneza mmomonyoko wa udongo, inaanza kutengeneza channel za maji yanaanza kupita, yanaambaa na zile nguzo. Kile kitendo kinaathiri zile uimara wa zile nguzo. Zile nguzo zinapata mmomonyoko wa udongo. Ikipata mmomonyoko wa udongo inaweza ikadondoka chini. Ile nguzo ikidondoka chini itasababisha athari kubwa sana. Kwa mfano, tukisema tu swala la kuirudishia ile nguzo isimame tena, ni zoezi ambalo linaweza kuchukua hata zaidi ya wiki 2. Na ndani ya hizo wiki 2 maana mkoa mzima wa Njombe, tena ni mikoa mingi sana. Hiyo laini kama nilivyosema inatoka kwenye kituo cha kupoza umeme cha Mfindi. Na kituo cha kupoza umeme Mfindi kimepokea laini inayotoka Iringa, inaitwa Iringa Mfindi, ambayo nayo inapokea kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji, ikiwemo chanzo cha Kidatu, Kihansi, Mtela. Kwa hiyo umeme ndio unatembea sasa kuanzia kule ndio unakuja hivi. Kwa hiyo nguzo ikishadondoka hapa, mkoa wa Njombe, Mbeya, Songwe na maeneo ya mkoa wa Rukwa yatakuwa hana umeme. Kuelekea kusini, Ruvuma na maeneo ya Lindi na Mtwara yote yatakosa umeme. Lakini chanzo kitakuwa kimetokea Kitandililo. Vipi mtajisikiaje zaidi ya mikoa 6-10 imekosa umeme kwa sababu ya shughuli za kibinadamu zilizofanyika Kitandililo? Nadhani ni swala ambalo likubaliki. Lakini pia tutakosa masuala mazima ya mapato. Sisi hiyo line ikikaa nje, kama nilivyosema, mikoa karibia 10 itakuwa imekosa umeme. Mapato ya shirika yatakuwa yamepotea kwa kiasi kikubwa sana.
Kwa saa moja sisi tunazalisha zaidi ya milioni 20 kwa saa moja. Sasa tukikosa umeme kwa wiki mbili, tutakuwa tumekosa hela nyingi sana. Na hizo hela, kwa wasiofahamu, hizo hela ni mali ya serikali kwa 100%, kwa sababu TANESCO ni shirika la umma kwa 100%. Kwa hiyo mapato yote yanayotokana na TANESCO yanakwenda moja kwa moja kwa hudumia wananchi. Ndio hayo yanatumika kujenga zahanati, ndio hayo yanajenga shule, ndio hayo yananunua vitabu, yananunua madawa. Yaani kwa ujumla ndio hayo yanatuhudumia, narudi kwetu kwa wananchi kutuhudumia. Kwa hiyo ni muhimu tuitunze hii miundombinu kwa sababu ina manufaa moja kwa moja na sisi. Kwa mfano mimi nimekuwa nikija hapa Kitandililo, nimeona Kitandililo jinsi ilivyobadilika baada ya kupata umeme. Japo vitongoji vyote havijapata, lakini hata kwa maeneo machache ambayo yamepata umeme, nimeona jinsi ambavyo maendeleo yamekuwa makubwa. Siku hizi Kitandililo tuna hadi night club, tuna baa na kesha. Tuna watu wana maduka. Zamani manake giza likiingia ilibidi na yeye afunge. Siku hizi ana uwezo wa kufungua hadi saa 5 akafanya biashara. Tuna watu wanachomelea vyuma na mageti na nini. Hiyo yote ni manufaa ya huo umeme. Kwa hiyo lazima tuulinde, tuitunze hii miundombinu kwa gharama zetu zote. Swala lingine, ile eneo la Mufindi lina changamoto ya wizi wa vyuma vile vya nguzo. Wanaita engoline. Mnawezekana hamjafikiwa, ndio maana tunaletea hii elimu ili sasa mwanze kuwa chonjo, mwanze kuchongana nyie kwa nyie, isije katokea huo wizi ukaanza kufanyika kwenye eneo la Kitandililo. Wakaanza kufungua hivyo vyuma. Kwa sababu wakishaanza kufungua hivyo vyuma, vile vyuma kwa namna ambavyo vimeitengeneza ile nguzo, vinategemeana, vinatengeneza balance ili kufanya ile nguzo isimame. Kwa hiyo vikifungulia vyuma kadhaa, vitasababisha ile nguzo ikose uimara na hatimaye idondoke, na madhara yatakayotokea ni kama ambavyo nilikwisha kuelezea. Maeneo mengine ya Mufindi kule, huo wizi umefanyika sana na baadhi ya watuhumiwa tumeshawakamata, tumeshawafikisha mahakamani.